kwenye maisha hakuna nchi inaweza kuwa na vitu vyote. Haipo duniani. Kila nchi ina upungufu wa jambo fulani. Mnachofanya, mnaangalia mambo ambayo ni kipaumbele. A principle of priority. Kwamba hakuna nchi iliyojitosheleza, lakini tunaangalia mambo ya msingi, mambo ambayo kwa mfano tuna mlima wa chuma kule Njombe Liganga. Na kando ya mlima tuna makaa ya mawe. Principle ya kipaumbele, tukope hata pesa, tuzalishe chuma yetu, ili chuma yetu tuiuze nje ya nchi, tupate hela ya kurudisha ule mkopo. Unakopa kwenye eneo ambayo kurudisha kwake kutakuwia rahisi. Ukianza kuzalisha chuma, utazalisha nondo. Kwa hiyo bei ya ujenzi itashuka chini kwa sababu nondo ziko hapa. Ukizalisha chuma, utazalisha madaraja. Madaraja mengi yataanza kujengwa kwa sababu chuma iko kwa bei ya nini? Ya chini. Ukizalisha chuma, utajenga reli mwenyewe, hautaagiza chuma kutoka India au kutoka Misri. Utajenga reli kwa kutumia chuma chako, na gharama za ujenzi zitakuwa chini, na chuma nyingine utauza nje ya nchi, na wengine watapata, na uchumi wako utaboom. Ni kweli kwamba hakuna nchi yenye uwezo wa kusukuma miradi mikubwa kama hiyo kwa pamoja. Sasa unatoa kipaumbele. Badala ya kukopa, tujenge madarasa, shule ya msingi, darasa la kwanza la pili, mpaka ije irudi hela ya kujenga darasa la pili na la tatu, ije iwe faida. Ni mwaka gani? Lakini ukikopa ukaweka kwenye gesi, ukawasambazia Watanzania wote, wakianza kupika tu, hela inaanza kumwagika kama maji. Na jambo hilo ni gumu kwako nalo hilo.